Kikristo la Maranatha lipo katika mabara yote duniani, na makanisa katika Amerika, Ulaya, Afrika, Asia na Oceania, zikiwa zimeunganishwa na mafundisho sawa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu wa Mungu na neno hai. Zote za dunia wanashiriki ibada moja kwa pamoja katika mwili mmoja na roho moja. Kupitia mfumo wa matangazo ya majukwaa mbalimbali, wanachama wa kanisa la Kikristo la Maranatha duniani kote wanapata wakati wa kuwa pamoja na shirika, kama vile Waebrania walipotoka Misri na wanafunzi pamoja na Bwana Yesu usiku wa mkesha wake msalabani. Watu kutoka sehemu zote za dunia wamefikiwa na Injili ya milele na ujumbe wa kurudi haraka kwa Bwana Yesu. Sanduku la Agano ambalo bado mpaka sasa tunaangalia. Sanduku la Agano linamwakilisha Mungu katikati ya watu wake. Amina. Amina. Sanduku la Agano linamwakilisha Mungu katikati ya watu wake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amena. Kwa hiyo hatuna budi kuanza katika Zaburi ya 132. Zaburi ya 132 mstari wa 3 nitasoma pamoja na kwamba macho yangu yanapepesuka. Nipe miwani hapo, mtoto wangu mmoja nipe miwani hapo, kwenye begi yangu hapo. Angalia ule mfuko wa nyuma kule pembeni kule, hapo kuna miwani hapo, macho yanakuwa yana yumba kidogo kidogo. Chumvi tumeshakula nyingi. Bwana Yesu atukuzwe. Ule mstari wa 3 Zaburi ya 132, fuatana nami katika usomaji. Tutasoma mstari wa 3 hadi wa 5, alafu tutaruka mstari ule wa 13 na wa 15 hadi 15. Naanza mstari wa 3 hadi wa 5. Sitaingia nyumbani mwangu, wala sitalala kitandani mwangu, sitaacha macho yangu kuwa na usingizi, wala kope zangu kusinzia, hadi nitakapompatia Bwana mahali na mwenye nguvu wa Yakobo maskani. 13 hadi 15. Kwa kuwa Bwana ameichagua Sayuni, ameitamani akae ndani yake. Hapo ndipo mahali pangu para milele, hapo nitakaa kwa maana nimepatamani. 15 na ndio mwisho. Hakika nitavibariki vyakula, hakika nitavibariki vyakula vyake, wahitaji wake nitawashibisha chakula. Amina. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Andiko hili tena tulikuwa nalo wiki iliyopita, ikiwa nakumbuka. Zaburi hii, na ndipo bado Mungu anasema tugogomee msumari. Kwa nini? Kwa sababu ya maandalizi ya kanisa. Tuko nyakati za mwisho ambapo kanisa
linapigwa vita imani kutoweka. Shetani anainuka na Mungu anainuka. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo shetani yuko kwenye kampeni na Mungu naye yuko kwenye kampeni ya watu wake. Ukisikia ukienda Uturuki ndio ilikuwa inaitwa Efeso. Uturuki mpaka leo hakuna kanisa. Kuna magofu yaliyokuwa makanisa. Shetani ametawala pale. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ukienda fasi wanaita Iran hakuna kanisa. Lakini kuna Wakristo. Amina. Kuna Wakristo. Hawezi ona majengo ya makanisa labda hivi. Hao wakutanike hivi tulivyo hapa. Iran wanakutanika kwa siri. Kwa siri. Tena wanakonyezana. Vipi ile sehemu? Hapa tutakuwa kwa mdala pale. Wana majina ya Kiislamu lakini ni Wakristo. Biblia zinawindwa, zinafichwa. Ina maana shetani yuko kwenye kampeni kubwa ya kuliangamiza kanisa, ili kwamba kanisa lisiwepo hapa duniani. Bwana Yesu atukuzwe sana. Roho Mtakatifu naye anasema haitowezekana, lazima kanisa liwepo. Ndio maana ukienda Iran Wakristo wapo, ukienda Efeso Wakristo wapo, lakini wanajificha. Na ukionekana ukishikwa kisu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo somo hili linataka kukuchochea, kukutia nguvu. Unajisikiaje katika Ukristo? Kweli uko na Kristo? Sanduku la agano uko nalo kweli? Au hauna chochote? Ina maana ukiambiwa ale 10 milioni ya madolari Ingela Freemason, moja kwa moja unakubali. Bilo natanga soke natanga. Juu ya pesa wengi wanaua. Si vile jamani? Wengi wanaua, wengi wanakana imani. Kimuuliza vipi? Mbona ulikuwa kama Mkristo kule Afrika? Hala Mkristo ile hata emo. Leo nilikutana Mkristo mmoja. Tena mpaka sasa bado anahudumu madhabahuni kwa makanisa aliyoko hapa Miwaki. Lakini anasema nina mashaka na Ukristo. Nina mashaka na Biblia. Ananiambia hivi. Nikamsikiliza tu nikasema, hapa kuna tatizo. Ina maana huyu kumsaliti Kristo sio kazi kwake. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo tunaenda kuangalia Daudi anasema nini? Ya kwamba mimi sitasinzia wala sitapanda kwenye kitanda changu nisipompatia Bwana mahali pake pa kukaa. Haleluya. Amen. Hii iwe agano yako na wewe. Iwe naziri yako ya kwamba mimi siwezi kumwacha Mungu. Kwa vile nilimpokea Mungu, nilimpokea Kristo, siwezi kuachana na Kristo hata kuje nini. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini Mungu naye anasema nini? Katika ule mstari wa 13 na 15, Mungu naye na hapa ya kwamba mimi sitaacha Sayuni. Haleluya. Amen. Sitaacha Sayuni, maana hapo nimepata amani, nikae hapo milele. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jamani, kuwa Mkristo ni furaha kubwa. Wengine wanakwenda kanisani ili kuonyesha mavazi yao. Wengine wanakwenda kanisani kama hapa Marekani. Juzi ile tulikuwa tukijaribu kujadili na watu wengi ambao ni vijana. Wakaniambia kwamba pale kanisani wengine hatuendi kwa sababu ya kumpenda Kristo wala ya kuwa wa Kristo. Wengine tunakwenda pale kutafuta soko, kupata mademu au kupata wanani wale wanani waboy boyfriend. Aha, unaona, kupata wanaume au kupata wanawake. Wengine wanakwenda kanisani ni kwa sababu hana kwenye ataenda.
Sasa ni soya ole tutakuwa au bibo bwana. Ndio anakwenda kanisani. Bwana Yesu atuhurumie sana. Huruma. Na ikiwa uko hapa, Mungu akuhurumie sana. Lakini naamini hapa hakuna hata mmoja. Maana tumeshikilia imani, tumebobea. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lazima ujitambue ya kwamba mimi nimemkiri Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na zipo faida. Tukiruhusu kila mtu asimame ashuhudie matendo makuu ya Mungu aliyomfanyia katika maisha yake, hatuwezi tukafundishane kitu kingine hapa. Si ndio vile wana wa Mungu? Kwa hiyo kuwa ndani ya Kristo na Kristo ndani yako ni jambo la msingi na la muhimu katika maisha yetu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Somo letu tumelipa jina sanduku la agano, uwepo wa Mungu katikati ya watu wake. Sanduku la agano limeanza kutajwa kwa mara ya kwanza katika Hesabu 10:33. Mtu mmoja atusomee pale. Hesabu 10:33. Ni mstari mmoja tu. Basi wakasafiri kutoka penye milima wa Bwana, safari ya siku 3, na sanduku la agano la Bwana likatangulia mbele yao mwendo wa siku 3, ili kuwatafutia mahali pa kupumzika. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sanduku la agano limetajwa katika Hesabu 10:33 ya kwamba nalo sanduku la agano likawatangulia, lenyewe ndio lilianza safari. Mwendo wa siku ngapi? Siku 3. Ndipo watu sasa wale wa kawaida wakaanza nao safari, wakakuta sanduku la agano limeshatua mahali ya kwamba hapa ndipo mtapumzika. Mwendo wa siku 3. Hilo ndo andiko la kwanza kulitaja sanduku la agano. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na andiko la mwisho kulitaja sanduku la agano ni katika Ufunuo. Hebu tuone Ufunuo 11:19. Tuone sanduku la agano hili, mwanzo wake na msingi wake wa mwisho. Ufunuo 11:19 inasema, kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni, kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko na mvua yo. mawe nyingi sana. Amena. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Ona kwamba liko katika agano la kale na katika agano jipya linakuja kuonekana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo sanduku la agano sio kitu cha hapa duniani. Sanduku la agano mwanzo wake ni mbinguni, na huko mbinguni tena lipo katika hekalu la nani? La Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Watoto watakaye jibu maswali huko tunakokwenda mbeleni, nitakuwa na zawadi yake leo. Amina. Amen. Watoto ndo ninaahidi, watoto muwe makini sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Kwa hiyo sanduku la agano ni chombo kitakatifu ambacho kinamwakilisha Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Katika Matendo ya Mitume ile 13:20
22 inasemaje pale? Matendo ya Mitume 13:22. Nikisema B labda hautaona B. Endelea mstari wote tu. 13:22 inasema, na alipokwisha kumwondoa huyo, akamwinua Daudi awe mfalme wao. Alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi. Hiyo sasa ndio B yenye umeanza kusoma sasa. Hiyo ndio B. Nimemwona Daudi mwana wa Yese ambaye anaupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Haleluya! Bwana Yesu atukuzwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbuka kwamba sanduku la agano lilikuwa la mbele ya Daudi huko na huko. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana imeanzia jangwani ndio ilitengenezwa sanduku la agano, na aliyetabiri habari za sanduku la agano ni Yusufu ambaye alikuwa mwana wa Yakobo, alipowaambia kwamba mtakapokwenda mifupa yangu msiache. Ina maana mle ndani ya sanduku la agano mulikuwa mifupa ya nani? Ya Yusufu. Mle ndani ya sanduku la agano mlikuwa fimbo ya kikuhani ya Haruni. Mle ndani ya sanduku la agano mlikuwa mana ambayo haikuoza. Si mlijua mana ilikuwa ikianza asubuhi mpaka jioni inatupwa imeoza, lakini mana hiyo iliyokuwa katika sanduku la agano haikuoza. Mle ndani ya sanduku la agano mlikuwa yale mabamba mawili ya mawe ambayo Musa aliandika. Haleluya! Ndio vitu vilivyokuwa mule. Juu ya sanduku la agano kulikuwa makerubi wawili ambao wamekutanisha mabawa yao huku juu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na hapa chini ya mabawa palikuwepo mtu ambaye alikuwa akienda anaonyesha njia, ambaye huyo mtu aliitwa Obabu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Huyu ni mtoto wa mule jangwani. Obabu ni mtoto wa Yetro. Katika wana wa Yetro, mtoto wake wa kwanza aliyeitwa Obabu ndo alikuwa kikaa pale chini ya yale mabawa mawili ya makerubi, na ndipo anakwenda anawaelekeza toeri bope pale moyo maya ole mchangama ngapi toeleano vipi, kwa sababu yeye alikuwa mwenyeji wa yale mazingira ya jangwani. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mungu alikuwa anasema na Obabu anasema na wale wabeba ile sanduku la agano. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Sipo huko sana, lakini nataka nikuonyeshe nini ambacho kilichopo katika sanduku ya agano, na kwako wewe ni kitu gani, kwa kanisa ni kitu gani, na kwa Waisraeli kilikuwa kitu gani. Bwana Yesu atukuzwe. Haleluya, wana wa Mungu. Tuone katika Isaya Samueli wa kwanza 4. Samueli wa kwanza tafadhali 4 mstari ule wa 3 na wa 5. Samueli wa kwanza 4 mstari wa 3 hadi wa 5. Inasema, hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametuchapa leo? Mbele ya Wafilisti tumepigwa kweli. Twende tulete sanduku. Tulitoe Shilo tulilete Yerusalemu. Na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. 4. Basi wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakalileta kutoka huko
na Finehasi, wana wawili wa Eli, walikuwapo huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Amen. Amen. Tabia Yesu makofi na vigelegele. Yaani wao waliona kama wokovu umewajia. Sanduku la agano lilikuwa la maajabu sana. Ukiendelea kusoma hapo utasikia jinsi lilitekwa. Mungu akaruhusu litekwe ili liende kufanya vitu vya maajabu kule. Likaenda mpaka huko kwa Filisti, likapelekwa. Lakini wakaenda kuliweka karibu na Mungu Dagoni. Mpaka leo anaabudiwa. Mnajua hivyo? Mpaka leo anaabudiwa. Ndio anaitwa Drago. Haleluya. Amen. Kule China, huko sehemu za India, sijui wapi huko, bado wanamwabudu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hata wengine hapa hivi wanamwabudu huyo Mungu Dagon. Kwa hiyo wakaenda wakaweka sanduku la agano karibu na Dagoni, wakacheza. Mungu akasema ngoja niwaonyeshe sasa kama mimi ni nani. Kuja kufika asubuhi, Dagoni iko chini, ameanguka. Nini maana yake hivi? Tumsimamishe tena Dagoni. Wakamsimamisha Dagoni. Hivyo alikuwa hajavunjika. Wakamsimamisha Dagoni, wakamtia nafasi yake. Kuja kesho yake kukuta na kichwa na mikono vyote vimebomoka. Wakasema hili sanduku litatuua, hili tulirudishe kwao. Likatiliwa kwenye mang'ombe kwa muujiza wa Mungu. Sio kwamba ng'ombe walienda pembeni na njia. Ng'ombe wakaongoza mpaka tena kwenda katika nchi ya Wayahudi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo sanduku la agano alikuwa ni Mungu mwenyewe katikati ya watu wake. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sawasawa na tulivyo leo pamoja na Roho Mtakatifu. Sawasawa na tulivyo leo na Roho Mtakatifu katikati ya kanisa. Hakuna kanisa bila Roho wa Mungu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Hakuna, hilo sio kanisa. Ni kitu kimoja tu chenye mnajibunia tu. Lakini kanisa lolote lazima liwe kwa uweza wa Roho Mtakatifu, liwe chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Ndio maana kanisa linaloongozwa na Roho wa Mungu na kanisa lisiloongozwa na Roho wa Mungu, utaona utofauti. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yohana 4:24. Yohana 4:24. Mungu ni roho. Soma vizuri. Mungu ni roho. Imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ina maana kama kuna waabuduo wasioabudu katika roho na kweli, hilo sio kanisa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo wamwabuduo Mungu lazima mwabudu kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Ili kanisa liitwe kanisa, lazima linyenyekee chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Na kama Mungu ni upendo, lazima kanisa liwe na upendo. Tupendane. Kama tutapendana, hilo si nini? Sio kanisa.
Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Unaweza kunisikilizia habari mbaya, ni kweli nimetenda, lakini utafanya nini? Hautakwenda unatangaza kwa watu wa mataifa. Utakuja kwangu nasema, unamuuliza mchungaji wa vino kweli hivyo? Tambuna naungwa vino. Mchungaji nakaa kweli maha naungwa vivyo kweli tata naungwa vivyo naita vivyo naona mwenendo mbaindo sanga kile. Bwana Yesu atukuzwe sana. Toto umukemia kanisa basi binashia hapa. Lakini tole na msao amoja lola ule bwana ule kibata imo. Ina maana upendo haupo kabisa. Upendo umepoa. Upendo umekufa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Kwa hiyo unapoangalia katika Yohana 14 mstari ule wa 23 unasema Yesu ni upendo. Tunaposema Yesu tunasema Mungu. Haleluya. Tunaposema Mungu tunasema Roho aliye mtakatifu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yohana 14:23. Lakini msomaji nisomee 10 Yohana 10:11. 11 inasema mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa hiyo sisi sote, kanisa kama kanisa la ulimwenguni lililo chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, mchungaji wetu ni nani? Ni Kristo. Haleluya. Hakuna mwingine ambaye tunaweza kumtegemea. Zaburi ya 23 inasema nini? Nani anaikariri? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Zaburi ya 23 mstari wake wa kwanza hadi ule mstari wake wa 4. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia ya haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Amina. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amina. Na hili ndilo tumaini la Mkristo. Usiachane na Roho Mtakatifu. Ninaposema Roho Mtakatifu, ninasema Mungu wa kweli na wa pekee. Ninasema Yesu Kristo aliyekuja kututafuta sisi ambao tulikuwa tumepotea. Kwa hiyo unaposhirikiana na Roho Mtakatifu, unaposhirikiana na Yesu Kristo, unaposhirikiana na Mungu, wewe ndiye unayelitunza agano la Mungu. Wewe ndiye Daudi wa leo ambaye anaishi katikati yetu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo iwe wajibu wako kujitambua ya kwamba mimi ndilo kanisa la Kristo. Mungu anakaa ndani yangu. Mimi ndiye Sayuni wa Kristo. Mimi ndiye Yerusalemu wa Kristo. Na Mungu hatakuacha, kwa sababu amesema mimi mahali hapo nimepatamani nikae milele katika Sayuni. Tulikuwa tunajifunza sanduku la agano, uwepo wa Mungu katikati ya watu wake. Amina. Bwana alibariki neno lake.
Bwana atukuze sana. Kwa hiyo